KTN. Barabara kuu za kuingia na kutoka jijini Nairobi zilikuwa zimefungwa na polisi walikuwa wamelinda doria kuzuia waandamanaji kufika katikati ya jiji. Hayo yakijiri, taasisi ya Katiba Institute imeelekea mahakamani kuishtaki serikali kwa hatua hiyo ya kufunga barabara. Mwanahabari wetu Fred Kagonye na mengi zaidi. Jumatano, maafisa wa polisi walizifunga barabara za kuingia na kutoka katikati ya jiji la Nairobi ili kujaribu kuwazuia waandamanaji waliokuwa wakisafiri ili kujiunga na wenzao katika maandamano ya Jumatano ya kumbukumbu ya mwaka mmoja tangu maafa ya maandamano ya Juni 25 mwaka jana dhidi ya mswada wa fedha. Barabara ya Waiyaki Way ilikuwa imefungwa hapa katika daraja hili la Kangemi, huku waandamanaji wakibakia upande mmoja na polisi upande wa pili. Magari ya uchukuzi wa umma yalilazimishwa kuwashukisha abiria katika mzunguko huu, huku waandamanaji wakitumia fursa hiyo kufunga barabara. Katika barabara ya Jogoo, polisi walikuwa wameweka vizuizi kadhaa katika maeneo tofauti, ikiwa ni njia moja ya kujaribu kupunguza idadi ya watu waliotaka kufika katikati mwa jiji la Nairobi. Katika barabara ya Thika, vuta ni kuvute kati yao na polisi iliishia na ushindi wao, kwani waandamanaji hao walikubalishwa kutembea hadi jijini Nairobi. Barabara ya Kiambu pia hali ilikuwa ni ile ile, ambapo polisi walifunga barabara, lakini Wakenya walitumia njia moja au nyingine na kujipata katikati mwa jiji la Nairobi. Barabara ya Mombasa, polisi walishika doria katika mzunguko wa Haile Selassie, ambapo walilazimisha magari kugeukia hapa baada ya kuwashukisha abiria, na waandamanaji nao wakatumia fursa hiyo kufunga barabara hii katika mzunguko wa uwanja wa michezo wa Nyayo. Hayo yakijiri, Katiba Institute wameshtaki serikali kwa hatua hiyo ya kufunga barabara kwa msingi kuwa ni ukiukaji wa haki za Wakenya. Fred Kagonye, KTN, Nairobi.